Sawa, asante sana ndugu Kim. Hiyo ni issue ambayo inataka, kwa mfano Dennis Nkane mwenyewe akubali wanitoe kwa mkopo na mimi nakubali. Unajua ni maridhiano, sio kila mteja anapenda kutoka kwa mkopo. Sawa ndugu Kim, apart from hiyo hapo issue ya Young Africans, siku ya juzi Engineer Hersi, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na rais wa Young Africans, amehutubia taifa kule nchini Katari, mji wa Doha, akazungumzia au watu wanasema akapiga kwenye mshono ndani ya Simba Sport Club, issue ya poor governance. Watu wakaenda direct kwa Crescentos Magoli, wakaenda direct kwa Mangungu. Unaizungumziaje kitu hiki? Unajua Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zina uongozi mzuri sana. Hicho kitu kipo wazi, sio kitu cha kuficha. Yaani Yanga wana uongozi mzuri sana na wapinzani wao wanatupiwa madongo kwa sababu ya uendeshaji wa timu yao. Unajua Simba uendeshaji wao siku za hivi karibuni imekuwa ni wa mawenge, yani mazonge mengi, migogoro imekuwa mingi kati ya wanachama, mashabiki na uongozi mzima wa Simba. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba wana kitu cha kujifunza kwa Yanga. Je, Engineer alikuwa sahihi kutoa na zile picha za kuashiria Simba, yani kwenye poor governance alionyesha picha za mkutano mkuu wa Simba zilizokuwa zinaendelea? Je, alikuwa sahihi? Mimi inasema professional, naweza kusema labda hakuwa sahihi, kwa sababu unajua kuwasema watu hadharani hivi ile public inakuwa haileti picha nzuri, lakini unajua wale ni watani. Unajua Simba na Yanga ni watani wa jadi, na watani unajua wamezoea kuchokozana. Kwa hiyo mimi nachukulia kama ni sehemu ya utani. Bali na kuwa na utani, alikuwa anahutubia taifa na alikuwa ilikuwa ni ajenda kuu kuhusiana na uendeshwaji wa timu. Kwa nini baadhi ya timu barani Afrika zinashindwa kuendelea, zinashindwa kuwa imara katika uongozi wao? Ni kutokana na poor governance, na akatolea mfano klabu ambayo ipo nchini kwake anapotoka, ikawa rahisi kupata mfano zaidi. Kwanza tunaamini kwamba ili ufanikiwe ni lazima uwe na uongozi mzuri. Hakuna mafanikio yanayotokea sehemu ambayo haina uongozi mzuri. Sikuti sehemu yenye uongozi mzuri, uongozi bora ndio ambao wanafanikiwa. Kwa hiyo Engineer aliona kile, kwa sababu ukiangalia saizi hapa Tanzania tunajua Simba ipo kwenye mgogoro wa uongozi. Tunaona vurugu zimekuwa nyingi kati ya wanachama na mashabiki juu ya viongozi wao. Kwa hiyo ile Engineer kwake ilikuwa rahisi. Aliona ninakotoka nyumbani kwa jirani kuna ugomvi. Kwa hiyo alipoona vile na hiyo mada inaongelewa pale, akaona mfano rahisi ni ule ambao anaishi nao jirani. Ndio maana akatolea mfano wa Simba. Vipi, tumalize kwa kusema alikuwa sahihi hakuwa sahihi? Kwangu mimi kuwasema direct hakuwa sahihi, lakini mimi nachukulia ni utani. Okay, nilikuwa na ndugu yangu Kim, mchambuzi wa soka maridadi kabisa. Hii ni Mwinuka Sport, tukutane wakati mwingine.